Naitwa Apostle Oscar au Kristo Oscar. Ni kiongozi wa huduma ya Throne of Grace kwa mataifa yote, na kukaribisha katika kipindi bora, kipindi cha thamani, kipindi cha baraka na uzima tele. Tumekuwa kwenye hichi kipindi na nimekuwa na darasa la somo la kujenga hekalu, au niseme kujenga hekalu la Mungu. Lina mambo mengi sana ndani ambayo tulikuwa tunayaongea. Nakumbuka nilianza kwenye session ya kwanza, kama unamfuatiliaji utakuta niliongea habari za msingi, na nikaongea sana kwamba msingi ni Kristo. Msingi ni Kristo. Msingi wa hekalu la Mungu ni Kristo. Nikizungumza msingi, maana yake naongelea fundisho. Kwa sababu ninapoongea hekalu alijengwa kwa mikono, ni fundisho, linajengwa kwa neno. Fundisho. Naeleweka kusema. Niliongea mengi, nikatoa mifano kadhaa huko nyuma, na nikathibitisha mengi tu kwa maandiko. Lakini pia haizuii kama una swali, una jambo ambalo kulielewa vizuri, kuni text, ziko namba zinapita hapo, unaweza ukanitumia kuniuliza swali na nikalijibu ile eneo ambalo hujalielewa vizuri, labda nikalijibu vizuri na nikajibu hata kwa maandiko. Lakini pia hata kwenye YouTube pale unaweza ukaandika katika comments zako, ukaandika kwamba kuna eneo hili na hili na hili sijalielewa, inatusaidia ili kwenda pamoja. Lakini leo kutoka kwenye ule msingi ambao nilikuwa nimeongea, ambao nimesema jumla yake yote ni Kristo. Nikaongea kutoka kwenye Agano la Kale, maeneo mengi ambayo Kristo alikuwa amefichika, alikuwa hajafunuliwa, ila alikuwa ni Kristo katikati ya taifa la Israeli, Kristo katikati ya jamii ile yote unaposoma katika Agano la Kale. Nikamuongea, yani yeye ndio kama msingi wa kila kitu. Sehemu nyingine kama mwana kondoo, sehemu nyingine kama wingu, sehemu nyingine kama nyoka wa shaba. Yani Kristo alitokea sehemu mbalimbali, yani kuna namna fulani alifunuka katika fumbo, hakuwa amefunuliwa sana. Ila kwa nini nilikuwa naongea hivyo? Nilikuwa naongea hivyo ili kukurudisha kwamba wewe uliyeamini, msingi wa imani yako ni Kristo. Nafahamu kumekuwa na fundisho la misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Agano la Kale waliongea hivyo, lakini sio Agano Jipya. Agano Jipya unaweza ukasema msingi labda sana haupo. Na haupo kwa maana ya kwamba kama Kristo aongelewe. Kwa sababu kusoma kwenye Wakorintho wa kwanza 3:11 anaongea habari, Paulo mtume anaongea habari za msingi, kwamba tunao msingi mmoja ambao ni nani? Ni Yesu Kristo. Huo ndio msingi pekee kwa waamini. Nikizungumza msingi maana yake ndio unaobeba kila kitu. Unaobeba kila kitu. Na nikasema kwamba leo mtumishi wa Mungu anapoongea chochote kwenye maisha yako, akiongea mafanikio kwenye maisha yako, lazima hayo mafanikio yawe yana source, yana chanzo kutoka kwa Kristo. Lazima umsikie anaongea Kristo ndio mafanikio yako. Mfano kama vinavyosema na maanisha nini? Ukisoma Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9, anasema maana tumeijua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba tupate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Umesikia maneno? Kwa hiyo manake naweza nikaanza kuongea utajiri kutokea hapo. Utajiri ambao msingi wake ni nani? Ni Kristo. Labda mfano naongea haki au utakatifu. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30 anasema ngoja nisome. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30. Hapo nataka nikuonyeshe msingi wa nini? Wa haki au utakatifu. Kwa kifupi tu ili upate kuelewa. Kwa nini naweka msingi kabla sijaanza kuongea somo ambalo nimekusudia kuliongea leo. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30 anasema hivi: bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu. Nasikia maneno? Ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Kwa hiyo manake napoongea leo utakatifu, napoongea ukombozi, sitauongea kwa msingi wa matendo yako. No. Nikiongea hivyo naongea vitu vya kwangu tu mwenyewe. Wala roho wa Mungu haipo katika hicho. Hata kama kitakuwa na mihemko na misisimko ya namna gani, hata watu wakalia, watu wakatoa makamasi, lakini sio kweli. Sio kweli. Msingi wa kile ambacho natakiwa kuongea hapo lazima awe ni Kristo. Anasema hapa amefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu. Amefanywa kwetu utakatifu. Amefanywa kwetu haki, amefanywa kwetu ukombozi. Ukisoma Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 10 mstari wa 21, anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi
kwa ajili yetu sisi, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Umeona? Yaani yeye anafanywa dhambi wakati hajui dhambi. Alafu sisi tunaojua dhambi tunafanywa haki wakati hatujui haki. Ndivyo Mungu alivyofanya. Sasa mtu yote anayefundisha lazima katika chochote anachofundisha akija kwako akasema ninataka nifundishe matoleo, ninataka nifundishe haki, ninataka nifundishe utakatifu, ninataka niongee ukombozi katika maisha yako, lazima msingi awe ni Kristo. Ukisoma Waefeso sura ya 1:7 anasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi, yaani msamaha ya dhambi sawa na wingi wa neema yake. Katika yeye nani? Kristo. Paulo alikuwa anamuongea Kristo, kwamba katika Kristo kwa damu yake tunao, sio tutakuwa nao, tunao. Ila shida inawezekana ni ujumbe unaokuja kwetu. Ndio maana unatufikisha mahali ambapo tunaona kama hatujakombolewa bado. Tukiletewa ujumbe sahihi, ukombozi utadhihirika kwetu, kwa sababu Roho Mtakatifu atathibitisha yale maneno ya kweli ya Kristo anayosema kwetu. Na mimi umenielewa, nilikuwa najaribu kuweka picha iwe clear. Kwamba ninapozungumza msingi kwamba ni Yesu Kristo namaanisha nini? Namaanisha ni yote katika yote. Chochote kinachoongelewa ndani ya kanisa la Mungu la kweli, lazima msingi wake awe ni Yesu Kristo. Eneo lolote akiongea ulinzi, lazima msingi wake awe ni Yesu Kristo. Tukiongea baraka, lazima msingi wake uwe ni Yesu Kristo. Anasema kwenye Waefeso sura ya 1:3, anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Umesikia hayo maneno? Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Ndani yake nani? Kristo. Kwa hiyo maana ninapoanza kuziongea hizo baraka, msingi wa kufundisha kwangu au kuhubiri kwangu lazima awe ni Kristo, kwa sababu tumebarikiwa ndani yake. Naeleweka nasema? Na mimi umenielewa. Hiyo ilikuwa inaonyesha msingi wa kanisa au msingi wa hekalu la Mungu kwamba ni Yesu Kristo. Mjenzi yoyote anayejenga lazima ajenge hapo juu. Na Paulo anasema huyo mjenzi lazima ajue anajenga kwa nini. Wengine wanajenga kwa nyasi, wengine wanajenga sijui kwa nini, wengine wanajenga kwa dhahabu. Yaani kuna watu wanajenga vitu tofauti tofauti. Na anasema hayo mambo yote yatapimwa kama kwa moto. Kuna moto ambao utapima ujenzi ambao watumishi wa Mungu wanajenga. Maana yake nasema nini nikisema ujenzi? Nasema maneno ambayo wanaongea kwenye maisha ya watu. Uko moto. Kuna wakati uko moto wa Mungu ambao utapita kupima ule ujenzi uliofanyika. Kama ujenzi ulijengwa kwa nyasi, anasema utateketea, ila wao wataokolewa kama kwa moto. Ila hawatakuwa na thawabu katika walichofanya. Kwa nini? Hawakujenga vizuri juu ya msingi wa Kristo. Inawezekana watu wakawa wanachukua mambo ya Musa wanajaribu kujenga juu ya msingi wa Kristo. Huwezi kufanya hivyo. Haiwezekani. Msingi wa Kristo ni wa Kristo. Huduma ya Musa na msingi wa Musa ni wa Musa. Hauwezi kuchanganya hivyo vitu. Ni kama kuchanganya maji na mafuta. Haviwezi kuchanganyika. Ninaamini unanielewa vizuri. Sasa nini ambacho nilikuwa nasikia leo Roho Mtakatifu Kristo anatamani kuongea kwako? Kutoka katika msingi ambao nilikuwa nakwambia ambao ni Yesu Kristo. Moja ya vitu ambavyo unafanya kwa muamini vyenye nguvu sana katika maisha ya muamini, unampa muamini mamlaka. Waamini leo wamekuwa watumwa wa kukimbiza. Yaani ukisikia muujiza wanakimbilia huko kwenye miujiza na kutendeka. Wakisikia huko kuna nini kinatendeka wanakimbilia huko. Wakati Yesu alishaonya katika Mathayo sura 24, alisema mkisikia kwamba Kristo yuko kule wala Kristo yuko huko, msiende. Na akaongea habari za manabii wa uongo. Mimi sitaki kusema kwamba wao wanakimbilia sio ni manabii wa uongo vipi, ila wao ndio wanajua. Ila mimi naongea vile Bwana wangu alivyosema, na akaonya nyakati kama hizi kwamba msikimbilie huko, msiende huko. Kwa nini? Kristo yumo ndani yenu. Inatakiwa tumpate ufahamu sahihi ambao utawasimamisha ninyi kama ninyi. Sio naeleweka na kusema. Sasa leo kuna kuyumba namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu msingi ambao watu wamefundishwa sio wenyewe. Kwa sababu wangefundishwa msingi ambao ni Kristo, wasingeyumbishwa namna wanavyoyumbishwa. Ila kwa sababu wamefundishwa msingi ambao sio wenyewe, ndio maana wanayumba. Bado wanajiona wahitaji, bado wanajiona wamepungua, bado wanajiona kuna kitu kina feli ndani yao ambao sio kweli. Msingi akikaa Yesu Kristo unaleta mamlaka kwa muamini. Unanielewa ninachosema? Msingi lazima awe kumwamini Yesu Kristo. Katika kila eneo msingi lazima awe kumwamini Yesu Kristo. Na mimi unanielewa. Utakatifu msingi lazima uwe kumwamini Yesu Kristo. Haki msingi lazima uwe kumwamini Yesu Kristo. Ukombozi msingi lazima uwe kumwamini Yesu Kristo. Utajiri msingi lazima uwe kumwamini Yesu Kristo. Ulinzi msingi lazima uwe kumwamini Yesu Kristo.
kuwa mwana wa Mungu, msingi lazima uwe kumwamini Yesu Kristo. Yaani hakuna kitu ambacho unaweza kukwepa nje na hapo. Msingi lazima awe ni Yesu Kristo. Akiongewa nje na Yesu Kristo, jua umepelekwa njia ambayo sio sawa. Na muhoji wewe mhubiri. Kwa sababu msingi lazima uwe Yesu Kristo. Kwa nini nasisitiza hivi? Msingi ukikaa vizuri wa Yesu Kristo, unaleta mamlaka kwa muamini. Kwa sababu muamini anakuwa anaamini vitu ambavyo ni sawa na vinaanza kumpa matokeo ya sawa kwenye maisha. Hebu tufungue katika Yohana sura ya 14 mstari wa 12. Kuna kitu nataka niweze kukiongea kutokea pale. Mamlaka ya muamini. Yohana 14 mstari wa 12. Yesu Kristo anasema hivi: Amini, amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Yesu ametoa neno rahisi namna hiyo. Anasema yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, nani? Yeye Kristo. Yeye naye atazifanya. Alafu anasema na kubwa zaidi kuliko hizo yeye atafanya. Sasa inakuja swali, hata wewe unaweza kuniuliza, mtumishi, mbona mimi namwamini Yesu? Sasa mbona sioni hiyo miujiza? Sioni hayo maajabu? Sioni nikifanya kazi alizofanya yeye? Labda viwete watembee, viziwi wasikie, mabubu waseme, vipofu waone na miujiza mingine mingi. Mimi bado narudi pale unapoamini. Lazima msingi awe ni Yesu Kristo. Na unaaminije? Fungua Biblia yako katika Yohana hiyo 20. Kuna mahali tunakuja ni kuonyesha mamlaka ya muamini kupitia msingi ambao ni Yesu Kristo. Yohana sura 20 Yohana sura 20 kuanzia mstari wa 30 na 31. Anasema, basi kuna ishara nyingi, kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Maana kumbe katika hizi injili ambazo zimeandikwa kuna mambo Yesu aliyafanya ambayo mengine hayakuandikwa na wanafunzi. Alifanya mambo mengi mno ambayo wasingeweza kuyanukuu. Aya yaliyoandikwa humu yaliandikwa tu kuweka ushahidi, lakini Yesu alifanya mambo mengi sana. Sikiza anavyoendelea kusema. Anasema, lakini nini hizo ishara? Anasema, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini. Kumbuka kule anasema, amini amini nawaambia, yeye aniaminie mimi atafanya kazi nizifanyazo mimi, na kubwa kuliko hizo yeye atazifanya. Sasa kumbe hizi ishara ziliandikwa, anasema ili sisi tupate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo. Umesikia hicho kitu nilichosema? Sio kwamba Yesu tuwapate kuamini kwamba Yesu Kristo. Ana maana sio kwamba huyu mwandishi hapa alikosea, mtume Yohana alikosea kuandika hivi alivyoandika. Ana maana alivyoandika Yesu ndiye Kristo. Anasema hivi, ili tupate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Kuna kitu nataka nikiongea hapa ambacho sasa ndio kinamvika muamini mamlaka. Amesema tupate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo. Akisema Yesu ndiye Kristo, niliwahi kufundisha siku moja kanisani kule ambako tuko pale Mtendeni. Nilisema hivi, ukizungumza kwa watu wa mataifa, nikisema watu wa mataifa manake walio nje ya taifa la Israeli, ukizungumza habari ya Yesu ndiye Kristo, kidogo inahitaji kuwafafanulia ili waweze kuamini. Hawaielewi sana. Ila kwa Wayahudi wanaelewa sana. Na ndio maana hata walimpinga Yesu, walipinga jambo hili, walipiga mawe, waliongea jambo hili, waliwaua, walifanya mateso yote kuhakikisha hawasemi hiki wanachojaribu kutaka kusema. Hawathibitishi kwamba Yesu ni Kristo. Wayahudi wote wanajua habari ya Kristo, wanajua yupo Kristo. Na mpaka sasa Wayahudi wengi wanaamini kwamba Kristo atakuja. Wao hawaamini kwamba alishakuja na ndio yule Yesu. Sio, unanielewa ninachosema? Yaani yule Yesu aliyekuja ndiye Kristo. Ila wao hawaamini kwamba yule Yesu ndiye Kristo. Nikisema Kristo sizungumzi ubini. Sizungumzi kama jina vile la ukoo wako, hapana. Kristo ni jina la Mungu. Kristo ni cheo. Kristo ni position katika Mungu. Sasa ni kama Yesu alikuja ambaye ndio alikaa kwenye ile position ambayo Mungu alikusudia.
nafasi niseme. Yesu alikaa kwenye nafasi ambayo Mungu alikusudia. Nafasi hiyo ambayo alikusudia tangu Adamu wa kwanza, kwamba mwanadamu akae katika hiyo nafasi. Yesu ndio alikuja kumweka mwanadamu kurudi kwenye ile nafasi. Kwa nini? Baada ya Adamu wa kwanza kukosea, Yesu anaporudi analipa penalty, analipa ile gharama ili mwanadamu awe huru, arudi kwenye position aliyokusudiwa ambayo ni Kristo. Na ndio maana ukisoma kwenye Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 13 anaongea habari za zile huduma 5. Wainjilisti, wachungaji, mitume, manabii, anasema wamepewa kazi ya kuwakamilisha watakatifu. Hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata tufike siku moja wa imani na kufahamu sana mwana wa Mungu na kuwa mtu mkamilifu, na kufika kwenye cheo, anasema tufike kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kumbe shabaha ya Mungu kuleta zile huduma 5 ziwafikishe wanaoamini kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo ndio pale ambapo tunarudi kutawala kila kitu, kutawala mambo yote. Unanielewa ninachosema? Ndio pale tunarudishwa kutawala kila kitu. Tunarudishwa kwenye utawala ule ambao Mungu alimpa Adam kule mwanzo. Sasa hilo sio jambo la siku moja, ni mchakato, ni safari ambayo pia inategemeana na hawa watu waliopewa hizo huduma wanavyotulisha. Kwa sababu vile wanavyotulisha yale maneno ya rohoni ndio yanayotukuza na kutufanya tuendee kwenye hicho cheo. Na tufike mahali tuanze kuact, tuanze kutenda kazi kutokea pale. Na mimi unanielewa ninavyoendelea na safari yangu. Sasa hiyo ndio inampa mamlaka muamini. Muamini anapoamini kwamba Yesu ndiye Kristo, hiyo inaanza kumvika mamlaka. Na kitu cha kwanza ambacho kinachomvaa muamini na kuanza kumpa mamlaka ya kuanza kukabili mambo yote na kuyafanya yawe na majibu, ni hiki ambacho kimeongewa hapa. Hebu ngoja tukisome tukione. Inawezekana hujakigundua. Anasema hivi, hii 31. Anasema lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Hapa anaongea habari za zoe, anaongea habari za uzima wa milele, uzima wa Mungu. Nisema zoe, nazungumza the essence of God. Yaani sio nisemeje? Yaani naweza kusema kile ambacho kinamfanya Mungu awe wa milele, kile ambacho kinamfanya Mungu awe hai milele. Yaani ndio kile ambacho tumepewa kwa kumwamini Yesu. Maana Mungu hawezi kuwa destroyed, hawezi kuharibiwa. Ndio maana fungua Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23. Alafu tutarudi kuongea, utanielewa ninapozungumza hii habari ya uzima. Anasema kwa kuamini tuwe na uzima katika yeye. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23 anasema hivi. 23 nasoma. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23 anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Sikia, anasema si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika. Anasema kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Yaani manake anazungumza habari ya kwamba tumezaliwa kwa mbegu ya neno la Mungu. Hiyo mbegu ya neno la Mungu la kwanza haiharibiki, sio kama mbegu ya Adamu ambayo iliharibiwa. Sisi kwa kumwamini Kristo, kwa kumwamini Yesu kwamba ndiye Kristo, tumepokea huo uzima. Huo uzima umefanya tuzaliwe. Tuzaliwe na nini? Na hiyo mbegu. Mbegu gani? Ya uzima wa milele ambayo haifanyi nini? Haiharibiwi. Hiyo mbegu ambayo inamfanya Mungu awe wa milele, asiharibiwe, awe wa milele, ndio mbegu ambayo tumezaliwa kwayo. Tumezaliwa nayo wapi? Ndani ya roho zetu. Kwa hiyo roho zetu sasa hivi zina uzima wa milele. Haziwezi kuharibiwa na chochote kwa sababu ya ile mbegu iliyotuzaa ya neno la uzima ambalo ni Kristo. Nimeeleweka ninachosema? Kumbuka Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza anasema hivi, hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, neno alikuwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Anasema huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Nini? Neno. Anasema vyote vilifanyika kwa neno, wala pasipo neno hakikufanyika chochote kilichofanyika. Anasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Ndani yake nani? Neno.
Ndani yake neno ndimo ulimokuwa uzima. Anasema nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Anasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Sasa neno kumbe ndio ambaye ndani yake kulikuwa na uzima. Yaani neno ana asili ya uzima. Na huko anasema tumezaliwa kwa mbegu ya neno la Mungu. Tumezaliwa kwa mbegu ya neno la Mungu. Ukisoma ile sura ya kwanza ya Yohana, ukifika mstari wa 14 anasema naye neno akafanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu kama wa mwana atokaye mbele za Baba, amejaa neema na kweli. Anaongelewa nani? Anaongelewa Kristo kwa wakati wake. Lakini sasa kwa wewe uliyemwamini, unatakiwa ufike mahali mwili uvae neno. Neno livae mwili. Ndicho kilichokusudiwa. Kwa sababu umezaliwa na mbegu ya neno la Mungu. Kwa hiyo katika kukua kwenye neno, inatakiwa lazima tufike mahali ambapo neno livae mwili. Alafu watu waone utukufu kama wa mwana. Rabakaiko zati moja. Anasema hivi, watu wakaona utukufu kama wa mwana atokaye mbele za Baba, amejaa neema na kweli. Yaani mimi ukiniona, ukikutana na mimi, ukutane na utukufu wa mwana aliyetoka mbele za Baba, ambaye amejaa neema na nini? Na kweli. Baba ni nani? Baba ni maneno. Ni neno ambalo Kristo amesema ndio Baba. Napenda haya maneno. Napenda sana. Napenda sana. Yaani huwa nikiongea kuna mahali nikifika nashindwa. Yaani nashindwa nasemaje. Yaani nashindwa. Yaani ndani yangu waga inavurugika kabisa. Yaani nasikia navurugika kabisa. Ila nachoongea ni nini? Naongea uzima ule ambao tunaupokea kwa kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo. Kuna kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo unafanya sisi tupokee uzima. Ule uzima unafanya tuzaliwe mara ya pili. Tuzaliwe kwa roho. Ndio ile Yesu anamwambia Nikodemo, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Na anasema mtu hana budi kuzaliwa mara ya pili. Kama mtu anataka kuupokea ufalme wa Mungu, lazima azaliwe mara ya pili. Anazaliwaje mara ya pili? Kwa neno. Neno na roho vinapokuja ndani yake, yule mtu anazaliwa. Na hili neno la kuzaliwa ni kufufuka. Tafsiri yake nyingine ni kufufuka. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 30 mpaka 33 utakuta anaongea pale. Anaongea habari ya kwamba wewe ni mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Anaongea habari za kufufuka kwa Yesu. Yaani ile tendo la kufufuka ndio lilikuwa tendo la kuzaliwa. Kwa hiyo hata na sisi tunaposema tumefufuliwa pamoja na Kristo, ni vile vile ni neno lile kusema tumezaliwa pamoja na Kristo. Tunazaliwa vipi? Tunazaliwa kwa njia ya ufufuo. Yaani wakati Kristo anafufuliwa na sisi tulifufuliwa pamoja naye, na ndio hapo tumehesabika kwamba tumezaliwa pamoja naye. Na kilichofanya Kristo afufuke ni ile nguvu inaitwa dunamis. Dunamis ni nguvu ambayo naweza kusema ile nguvu iliyomfufua Kristo katika wafu ni kama Mungu aliweka nguvu yake yote pale. Kwa sababu lile tendo lililotendeka pale ni kama Yesu alikuwa anazaliwa. Yaani ni kama mama mjamzito ambaye anajifungua mtoto. Ile nguvu ambayo anaitumia kujifungua, ule utungu ambao unatokea ndani yake, ndivyo kufufuka kwa Yesu kulivyokuwa. Na ndio kufufuka kwangu na kwako wewe uliyeamini unayenisikia kulivyokuwa. Na ndio kuzaliwa. Neno jingine ni kuzaliwa. Kufufuka kwetu sisi ni kuzaliwa mara ya pili. Ni neno jingine. Sasa hii ni mchakato ambao unakuwemo hapa ndani ya kumwamini Yesu kwamba ndiye Kristo. Tunapopokea ule uzima. Ule uzima unafanya tuzaliwe upya. Tunakuwa viumbe vipya ndani ya nani? Ndani yake Kristo. Unanielewa nachosema? Sasa napokuja sasa kwenye mamlaka ya muamini ambao leo ndio nilikuwa nataka niongee. Yote nilikuwa naongea nilikuwa nakutafuta nikupe msingi ili tutembee pamoja. Mamlaka ya muamini inaanza kudhihirika pale muamini anapoutambua uzima wa milele ulio ndani yake. Narudia tena. Mamlaka ya muamini inadhihirika pale muamini anapotambua uzima wa milele alionao kwa tendo lile la yeye kumwamini Yesu kwamba ndiye Kristo. Umenielewa nachosema? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 13. Fungua Biblia yako tusome pale. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 13. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 13. Anasema hivi. Anasema, nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mlioliamini jina la mwana wa Mungu. Kumbuka kule tulikosoma kwenye Yohana ile 20 pale 30 na 31 amesema hivi,
Amesema kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Asema ninyi mlioliamini jina la mwana wa Mungu. Jina gani? Yesu Kristo. Ambayo ukitaka uliweke vizuri unasema Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Hivi umenielewa nasema? Kumbuka hata Petro alipoulizwa na Yesu, alisema wewe Petro unanitambua mimi kwamba ni nani? Au unanisema mimi kwamba ni nani? Kule nje unanisema mimi ni nani? Wakasema kwamba kule nje wanasema wewe ni nabii Elia, wanasema wewe ni nabii yule, wakaongea maneno mengi. Walipomaliza kuongea habari za wale kule nje wanavyosema, akageuka kwao, akauliza, na ninyi mnanisema kwamba mimi ni nani? Kumbuka, kwa jina rahisi alikuwa anajulikana tu ni Yesu. Ila mpaka anauliza hivyo, ina maana kuna kitu alikuwa anatafuta wakione kwao. Na Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia, damu na nyama havijakufunulia wewe Petro, ila Baba yangu. Maanake ni kitu ambacho hakikuwa wazi kwa Wayahudi nyakati zile. Kilikuwa ni kitu kimefichika, kumtambua kwamba yeye ndiye Kristo. Yaani huyo Yesu aliye naye ndiye Kristo. Wao walikuwa wanajua kwamba Kristo atakuja, Masihi. Ukisoma maandiko ya Agano la Kale yanatumia neno Masihi aliyepakwa mafuta. Lakini Kristo ndio hiyo neno Masihi, mpakwa mafuta. Na mpakwa mafuta ni nani? Ni Yesu. Kwa ajili ya nini? Ya ukombozi wa ulimwengu. Kurudisha ulimwengu mahali ambapo Mungu alikuwa amekusudia toka mwanzo. Mnaeleweka ninachosema? Sasa lile tendo la kuamini hivyo ndio hapa Yohana anasema, kwa kuamini hilo jina la huyo mwana wa Mungu mnao uzima wa milele. Mnao uzima wa milele. Unayo zoe. Zoe ni maisha ya Mungu. Zoe ni aina fulani ya maisha ya Mungu. Ni ile hali ambayo inamfanya Mungu awe wa milele. Ni ile namna ambayo inamfanya Mungu asiwe na mwisho, asiwe na mwanzo. Zoe ndio ambayo tumeipokea katika Kristo. Nasikia, hii zoe ukijua, yani niseme ukiamini na ukatembea ndani yake vizuri, huwa inafanya mpaka mwili unabadilika. Inafanya sio tu nafsi, inafanya mpaka mwili unabadilika. Ziko shuhuda nyingi za watakatifu ambao wagundua siri za uzima huu nao usema. Wakafika mahali, nimewasikia shuhuda za watakatifu ambao alifika mahali mbu azimumi. Kwa nini mbu azimumi? Uzima mwingi. Mbu zinakuma kwa sababu ya mauti. Niongee maneno magumu. Mauti anasema ilitawala kutokea Adamu mpaka Musa. Manake mpaka Malaki. Kutoka kwa Yesu Kristo sasa hivi unatawala ni uzima. Anasema zaidi sana wapokea wingi wa neema na kipawa cha haki watatawala kwa uzima kwa mmoja Yesu Kristo. Warumi sura ya 5 mstari 17. Anasema zaidi sana wale wapokea wingi wa neema, wapokea wingi wa neema, wapokea wingi wa neema na kipawa, zawadi. Akisema kipawa, zawadi ya haki. Yaani haki ni zawadi sasa. Asema wapokea na kipawa cha haki watatawala katika mmoja Yesu Kristo. Watatawala kwa uzima. Anasema watatawala kwa uzima katika mmoja Yesu Kristo. Sio unanielewa ninachosema? Sasa kuna ndugu nishasikia testimony zake. Jamaa alikuwa haumwi na mbu. Sio kwamba mbu hazipo. Mbu zipo ila zimumi. Kuna watu waliofika mbali na elimu ya uzima wa milele. Walifika mahali, kuna ndugu mwingine nimesikia, yaani kuna vitu vya ajabu. Wokovu huu mnaoongea kimzaa, kuna watu wanawapeleka mbali sana. Mimi mwenyewe napiga mbio kukimbia huko bwana. Napiga mbio kabisa. Yaani nifike huko ambako mbu haziumi. Kuna mtu anasema alifika mahali ni kama gari vile. Naweza kusema ni kama gari. Yaani akifika maeneo yenye baridi, kuna namna anakaa. Sio kama anavaa makoti. Yaani kuna namna ndani yake ni kama ana switch on vitu kama heater. Yaani mwili wake asikii baridi. Afu kuna mazingira akifika sehemu zenye baridi, yaani kuna namna asikii baridi na switch on ile kama heater. Kuna mazingira akifika kama huku Dar es Salaam kwenye joto tuliko, kuna namna na switch inakuwa kama ana air condition yani. Yaani kuna testimony unazisikia mpaka unachoka unasema Mungu, wokovu huu watu wanaishi maisha ya ajabu kabisa. Yes, wokovu huu kutoka nini? Kwenye uzima huo wa milele. Nikawa nasikia kuna testimony yao hao watu na ukombia. Mmoja alifika mahali, yani haombei ile toka huu mzima kwa Yesu sitoka si. Yaani alikuwa akiwapiga tu hivi. Yaani wakileta wagonjwa akimpiga tu hivi mgonjwa anainuka. Akimgonga mwingine na Biblia kichwani anainuka. Sio miguu imefanya nini anaisukuma anafanya hivi miguu inakaa sawa inatembea. Unajua nini kichwa kinafanya kazi? Ule uzima mwingi wa milele ulio ndani yake.
ulikuwa ni kama unatoka, unaanza kufanya kazi kwenye maisha ya wale watu. Yaani hivyo wanauachilia hivyo. Yaani kuna nazo testimony nyingi. Watu wako mbali na huo wokovu bwana. Wewe uko tu kupambana na dhambi, wenzako wako mbali sana. Wanaishi mbali kabisa. Hapa duniani watu wanaishi maisha mengine. Sasa naongea nini? Naongea tulivyopokea huu uzima wa milele. Sasa huu uzima wa milele ndio source ya mamlaka ya muamini. Napenda kwa wakati tunaendelea, napenda tuonane katika sehemu nyingine inayokuja mbele yako. Usitoke hapa. Endelea kufuatana na mimi ili kuiona session nyingine kwa ajili ya maneno haya yenye uzima wa milele ambayo yanakufanya mamlaka yako ithibitike katika Kristo. Umebarikiwa.